Mfahamu. Mtakatifu Sirili wa Alexandria, askofu na mwalimu wa kanisa. Kila ifikapo Juni 27 ya kila mwaka, Kanisa Katoliki ulimwenguni kote huadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Sirili wa Alexandria, askofu na mwalimu wa kanisa. Sirili alizaliwa mwaka 370 katika mji wa Alexandria nchini Misri. Aliingia utawani akajifunza malezi ya utawa wa jangwani na baadaye akapewa upadre. Mjomba wake alikuwa Teofili, askofu wa Alexandria, ambaye wakati ule alishika nafasi ya kwanza katika makanisa ya Mashariki. Baada ya Teofili kufariki, Sirili akiwa na umri wa miaka 36 alirithi jimbo la Alexandria kama askofu na aliliongoza jimbo hilo kwa ujasiri mkubwa kipindi ambacho kulikuwa na changamoto nyingi. Alikuwa na mwanzo mgumu kwa kuwa alitaka kuwaunganisha Wakristo ambao walikuwa wamegawanyika vikundi kutokana na mafundisho ya kizushi. Askofu Sirili alifunga makanisa yote ya Novasiani, ambaye alifundisha kuwa kanisa halina uwezo wa kuondolea dhambi waamini walioasi imani wakati wa madhulumu, akidai kwamba waamini hao wanapaswa wabatizwe kwa mara ya pili. Pia alitaka Wayahudi waondoke Misri. Wayahudi walifanya biashara kubwa kule Alexandria, Misri, lakini chuki yao dhidi ya Wakristo ilisababisha migomo na mauaji ya Wakristo. Mwaka 428, Nestori aliyekuwa padre mtawa aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa Konstantinopoli nchini Uturuki. Askofu huyu alifundisha kuwa kuna nafsi tofauti katika Kristo, ile ya Mungu na ile ya mtu. Kadiri ya mafundisho yake, Mungu alikaa ndani ya Yesu kama alivyokaa kanisani. Kwa hiyo, alisema kwamba Mungu hakujifanya mtu kwa njia ya mwanae. Alifundisha pia kwamba Bikira Maria hakuwa mama wa Mungu, bali wa mtu aitwaye Yesu, ambaye ubinadamu wake ulikuwa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Mafundisho haya ya Nestori yalileta mgogoro mkubwa na upinzani ulitoka kila upande kupinga makosa yaliyokuwa katika mafundisho yake. Papa Celestini wa kwanza alimwagiza askofu Sirili amwandikie Nestori barua ya kumwelekeza utata uliopo katika maelezo yake na akane mafundisho hayo, vinginevyo atatengwa na kanisa. Lakini Padre Nestori alirudisha majibu na kumtukana Sirili. Nestori hakuvumilia kusahihishwa na askofu wa Alexandria. Tena katika kutetea imani, askofu Sirili alifuata mapokeo ya Alexandria yanayojulikana katika historia kama shule ya Alexandria, yanayotegemea sana sala na imani. Lakini Nestori aliwakilisha shule ya Antiokia inayothamini zaidi elimu na historia. Shule zote mbili walimuomba Papa Celestini, ambaye aliyachunguza mambo hayo katika mtaguso mkuu wa Roma, Italia. Baadaye Papa alitoa tamko kuwa Nestori alipaswa kujiuzulu kama angekataa kukana maneno yake. Askofu Sirili aliteuliwa kuitekeleza hukumu iliyotolewa na kuhakikisha Nestori anajirekebisha. Lakini baadaye Nestori aliendelea tena na mafundisho yake ya kupotosha imani na kuwa mkaidi kuliko alivyokuwa mwanzoni. Papa aliitisha mtaguso mkuu huko Efeso nchini Uturuki mnamo mwaka 431. Maaskofu wapatao 200 pamoja na Sirili akiwa kama askofu mkuu na mwanzilishi wa Baba Mtakatifu walishiriki mtaguso huo. Nestori hakutaka kuhudhuria mkutano huo. Mafundisho yake yalitangazwa kuwa ni uzushi, akatengwa na kanisa. Pia alitakiwa kujiuzulu. Lakini Nestori hakukubaliana na maamuzi ya mtaguso huo. Hivyo akaita mkutano wa maaskofu wachache waliomuunga mkono, akajipendekeza kwa Kaisari mpaka mwishowe Sirili akafungwa kwa amri ya Kaisari. Sirili alivumilia, akiendelea kusisitiza mafundisho ya Efeso. Baada ya kuwekwa kizuizini kwa miezi kadhaa, alifaulu kwa msaada wa dada yake Kaisari Pulkeria kurudi jimboni kwake. Kaisari Theodosi, ambaye hapo mwanzo alimpendelea Nestori, baadaye alielewa ukweli wa mafundisho ya mtaguso na kumfukuza Nestori katika jimbo lake. Sirili alijaribu kutafuta uwezekano wa kuwasahihisha wale wafuasi wa Nestori katika jimbo lake.
Aliandika vitabu kadhaa kupinga uzushi wa Nestori na kutetea ukuu wa Bikira Maria kama mama wa Mungu na hali mbili za Yesu mwana wa Mungu. Alikuwa Mungu na mwanadamu, na hali zote mbili zimeungana katika nafsi moja ya Mungu. Nafsi yake ya kimungu iliteseka katika hali yake ya binadamu. Akawa mwana teolojia kuliko askofu, na ndivyo anavyoheshimiwa hadi hii leo. Alifariki dunia mnamo mwaka 444. Alitajwa kuwa mwalimu wa kanisa mnamo mwaka 1882. Tafakari. Kama vipande viwili vya nta vinavyounganishwa pamoja kufanya kipande kimoja, anayepokea komunyo takatifu anaunganishwa na Kristo kwa namna ambayo Kristo anakuwa ndani yake na yeye ndani ya Kristo. Maneno haya aliyasema yeye mwenyewe Mtakatifu Cyrili wa Alexandria. Mtakatifu Cyrili wa Alexandria, askofu na mwalimu wa kanisa, utuombee. Hii ni sauti ya Pasco Tulliano. Tumsifu Yesu Kristo.